Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Moja kati ya taarifa tuliokuwa nayo ni mamlaka huko Israel imetoa amri ya kusitisha kazi kwa ajili ya majengo kadhaa ya Wapalestina yanayojengwa katika mji wa Al-Jib kaskazini mwa Yerusalem Mashariki inayokaliwa kwa mabavu. Maeneo haya Israel inakalia kwa mabavu, na hivyo mamlaka katika maeneo hayo yamepambana kuhakikisha kwamba Israel na wakazi wake hawapati nafasi ya kujenga tena katika maeneo hayo. Siku ya Jumatatu mamlaka ilivamia Al-Jib na kuarifu wakazi kusitisha ujenzi katika maeneo hayo. Wapalestina walikuwa wakitazama fursa ya kuweza kujenga katika maeneo yao ambapo waliondolewa kwa mabavu. Hata hivyo, wakazi wamesitisha ujenzi wa nyumba 3 na misafara kwa ajili ya kufuga mifugo kulingana na shirika la habari la Wafa. Amri ya kuacha shughuli za ujenzi ni amri ambayo mara nyingi huchochea utaratibu wa uharibifu. Sehemu kubwa ya eneo la kijiji lililo kilomita 9 kaskazini mwa Yerusalem liko ndani ya eneo C ambapo mamlaka ya Palestina inasimamia huduma za elimu na afya, huku Israel ikibaki na jukumu la usalama na ujenzi. Israel imewazuia Wapalestina kujitanua katika eneo hilo, na ndani ya Yerusalem ni nadra kutoa vibali vya ujenzi kwa wakazi wa mji huo. Al-Jib imezungukwa na makazi kadhaa ya Waisrael. Hata hivyo, mamlaka za Palestina zimeripoti mwezi Machi kwamba mamlaka za Israel zilifanya operesheni 58 za ubomoaji katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu na kuathiri miundombinu 87. Hizo ni miongoni mwa nyumba 39 ambazo wakati huu zinakaliwa na Wayahudi, nyumba 6 zisizo na watu na mashamba 26 ya kilimo katika maeneo ya Nablus, Tulkarm, Yerusalem pamoja na Salfit wakati huu yapo mikononi mwa Waisrael ambao wameyachukua maeneo hayo kwa mabavu. Hata hivyo, mamlaka za Palestina zimesema zinaendelea na mapambano kuhakikisha kwamba wanayarudisha maeneo hayo katika mikono yao. Hadi sasa bado mapambano yanaendelea katika maeneo mbalimbali, hasa katika maeneo ya ukanda wa Gaza ambapo hadi sasa taarifa zaidi zinaeleza watoto 1000 huuawa katika kipindi cha kila wiki moja, na hii ni kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina UNRWA, ambalo limetoa mfano wa ukosefu wa msaada wa chakula huko Gaza na limeripoti kuuawa watoto 1000 wa Kipalestina ndani ya wiki moja ya kuanza kwa awamu mpya hujuma za utawala wa Israel. Hata hivyo, shirika hilo limetangaza wanashuhudia ongezeko lisilokuwa la mfano la vifo vya raia na majeruhi katika ukanda wa Gaza, na inadaiwa kwamba si wanajeshi tu ambao wanafanya unyama huo, lakini pia hata raia Wayahudi huko katika maeneo yanayokaliwa kwa mabavu ya Wapalestina nao pia hufanya mauaji kwa kuwafukuza Wapalestina Waarabu katika maeneo yao. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakuwa tukizidi kukujuza mambo mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote.